Naibu wa Rais Kithure Kindiki amesema kuwa katu hawataondoka serikalini kwani wameanza kuona faida ya serikali, akisema alijaribu kumshawishi aliyekuwa mtangulizi wake Rigathi Gachagua kukaa vizuri na serikali ila akakataa, na hivyo hawatakubali kuiasi serikali walioitafuta. Amesisitiza kuwa Gachagua na viongozi wake wa upinzani wamekuwa wakiendeleza siasa kwa zaidi ya miaka miwili na sasa kwa mwaka mmoja unaosalia watakabiliana nao vilivyo. Ati mtu mwingine hapo ananitusi, anakuja hapa kutuambia ati saa ile sasa tumeanza kuingia kwa serikali, ati tutoke, ati atuletee mtu mwingine jirani yetu hapa amekuwa mkubwa miaka 50 na mpaka leo hakuna kitu unaweza ona hata hapo kwake, hakuna alama ya uongozi kwa hiyo miaka yote. Mutakubali? 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 Na nilimwambia siku ile alikuwa anataka kutoroka, nikamwambia wewe enda urekebishe maneno, ukae vizuri na rais mkubwa yako na ukae vizuri na waheshimiwa, hata kama ni wadogo wako pia ni watu wa maana, kwa sababu nguvu ya kiongozi ni ile jeshi yako nayo. Si namna hiyo? Hakuna jemedari ambaye hana wanajeshi. Wameongea miaka 4, sisi tumekimia 4 years. Okay? Wameongea miaka ngapi? Ule ndugu yangu alikuwa naibu wa rais, ameongea miaka 2 akiwa naibu rais, na ameongea miaka 2 akiwa kiongozi wa upinzani. Mimi nimekimia. Katika hii mwaka mmoja, mimi nataka niwahakikishia kwamba huyo mtu atajua sisi ni akina nani. Tutampepeta, tutamnyorosha hata amini. Mtu amefanya mashortcut hapa nini akaenda kapata kazi kubwa ikapotea kwa sababu hajui kuchunga kazi. Hajui, unapewa kazi kubwa alafu unafukuzwa kama mjinga. Mimi fireman saa hii kwa mapenzi ya Mungu, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ati mimi nifukuzwe kama mjinga? Ati Kenya nzima ikusanyike na inifukuze kwa kiti mimi nikiwa hapa? It's not possible. Haiwezekani. Mimi nitajitetea.